Karibu mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana, karibu sana. Tunashukuru kwa uwepo wako hapa. Leo tupo na wabunge mbalimbali wameweza kuwasili bungeni hapa. Tuko na wabunge kutoka Tarime, wabunge kutoka Bukoba, wabunge kutoka Mwanza, kuna mbunge pale kutoka Dar, kutoka Tanga na pia kutoka Arusha. Ajenda kubwa ya leo tunataka kujadili ni kwa nini vijana wamekuwa hawaowi na kwa nini hawadumu kwenye ndoa zao. Tukianza kabisa na Bukoba mjini, mbunge Mnyaro Philip, tunakukaribisha. Karibu sana. Kwanza ni shukuru serikali kwa kuniamini mimi kama mbunge msomi kutoka Bukoba mwenye elimu nyingi sana na pesa na mali. Samani mheshimiwa, naomba twende haraka haraka. Zamani mheshimiwa, huwezi ukanipeleka haraka haraka kama gari bovu la mzee wangu ile la BMW la milioni 500. Samani mheshimiwa, kwanza kuna taarifa mra. Kuna taarifa samani, kuna taarifa. Naomba ni mheshimiwa Frank Liobasebe, naomba utoe taarifa. Takirangire mra mukima muri, tunaomba utoe taarifa na hoja za haraka haraka mra, tutaki utaje mali zako. Sijui umenielewa wewe? Karibu uendelee mheshimiwa Minyaro, karibu uendelee. Sawa, nimekuelewa mheshimiwa Frank Seberio. Banajua nyinyi maskini hata wakule wote mkiungana na mchangira zenu hamwezi kujenga hata chumba cha kueleweka kule Bukoba. Tafadhali msianze kurushana vijembe. Haya, naomba tuende kwenye point mheshimiwa Minyaro. Sawa mheshimiwa mwenyekiti, nimekuelewa. Unajua changamoto kubwa ni hivi vibinti vya 2000. Ukiwa na ditinavyo ni vipole, lakini ukivioa vinakuwa vikorofi na mitomo sana. Na ukizingatia umevioa kwa mahari nyingi, mfano mimi kale nimekoa kamari ni milioni 60 na harusi imegharimu jumla bilioni 3 sawa na mapato ya serikali ya ndani. Sasa hapo kweli. Asante sana mheshimiwa Minyaro kwa hoja yako na umeliweka hili, tutalifanyia kazi na serikali italiangalia kwa makini zaidi, na bahati nzuri zaidi mheshimiwa mgeni rasmi yuko hapa, amelisikia na amelinoti, atalizingatia. Karibu mheshimiwa Frank Sebe kutoka Tarime mjini. Karibu sana. Takirangire mra mukima. Unajua changamoto kubwa ni sisi wanaume hatuvipigi show vizuri hivi dada. Ndio tuvipige show ndugu. Sasa kwa mfano huyu ndugu yangu Mhaya anakula ndizi muda wote. Nguvu za show anazitoa wapi? Lazima akienda kule afanye mambo kidogo, mwisho wa siku wanamwacha, wanamtelekeza, vinakwenda midomo, vinampigia kelele. Shida ni hiyo, hapipigi show ya kutosha mra. Murisi ya nyambo tu, murisi ya msaka ni pige show mra. Kana nkoba kameendekeza mapenzi kuliko mali yake. Takirangire mra, pige show mra, hiyo ndio dawa bwana.